Halafu anakuja mtu, yani nyie pamoja na usomi, anawaambia mambo ya uongo. Eti nyie ni watu masikini, nyie hamjaendelea. Of course nilijua mliwaigino. Kagera wewe, wanakuja hapa hawaeleweki, wanakuja kuambia mambo ya uongo, na mimi nilijua Kagera hawadanganyiki. Hawadanganyiki. Katibu wa NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa CPA Amos Makalla amewataka wananchi wa mkoa wa Kagera kuwapuuza viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema juu ya kutokuwa na maendeleo katika zao la kahawa. Majira saa 6:30 kiongozi huyo aliwasili katika uwanja wa ndege wa Bukoba mjini, ikiwa ni ishara ya kuanza ziara yake rasmi katika mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Simiyu na Shinyanga ya kuimarisha uhai wa chama pamoja na kushuhudia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Baadaye katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika viwanja vya shule ya msingi Kaishai Bukoba mjini mkoani Kagera, akihutubia maelfu ya wananchi waliojitokeza katika viwanja hivyo, Makalla amesikitishwa na kauli ya Chadema kubeza jitihada za serikali, huku Rais Samia akidhihirika kufanya maendeleo makubwa nchini ikiwemo kuleta mageuzi katika sekta ya zao la kahawa. Halafu mtu anakuja kuwadanganya hapa. Lingine kubwa, je, mnajua historia ya kahawa katika mkoa huu? Watu wamehangaika, magendo ya kahawa kwenda Uganda, mnakumbuka? Msako ulipokuwa, watu wanahangaikia kuuza kahawa. Amekuja Rais mama yetu kwa busara zake na uzalendo wake ametutoa kwenye bei ya 1,000 mpaka 6,500. Piga makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo watu wakaja hapa hawajui hata mti wa mkahawa unafananaje. Hawajui, hawajawahi kuona hata shamba la mkahawa ukoje. Anasimama hapa anaambia nyie Kagera hamna maendeleo, mmetelekezwa, hakuna mtu hata wa kuwatafutia soko la kahawa. Kweli mtu mzima anasimama hapa anataka kutengeneza uongo. Lakini najua baada ya wao kuondoka walidharaulika sana. Wangapi waliwadharau? Ndio, kwa sababu sio kweli serikali hii imetutoa wakati wa magendo. Watu hawajui soko litakuwa wapi la kahawa. Bei iko chini, watu wanahangaika. Chini ya uongozi wa Dr. Samia anatutoa kwenye 1,000 mpaka 6,000. Unasema kwamba serikali haijafanya kitu chochote. Wameloga Aidha, katibu wa NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo wa CCM Taifa CPA Amos Makalla amewavaa Chadema kuhusu kauli yao ya kulipa mafao. Sasa nilisikia mtani wangu Heche, makamu mwenyekiti, anasimama hapa anapita na Shinyanga na kwingine kuwadaa wa Tanzania eti sisi tukishika nchi tutamlipa kila Mtanzania pensheni.
Nikajiuliza maswali mawili. Huyu mtani wangu amechanganikiwa? Wewe si umesema uende kwenye uchaguzi, utashikaje nchi kama hujaenda kwenye uchaguzi? Mimi nahisi anaota. CCM oye! CCM ndio chama cha siasa na vyama vingine. Itafika mahali mnanadi ilani yenu kwamba tukikamata dola tutafanya 1, 2, 3, kwa sababu mnaenda kuwashawishi wananchi. Sasa wewe John Heche utalipaje pensheni wakati hauko katika orodha ya watu au chama kitakachosimamisha madiwani, wabunge na rais? Hizo ni ndoto za alinacha. CCM oye! Nampa mtihani John Heche. Chadema sitamani mambo makubwa wakati madogo yamewashinda. Wanadaiwa fedha na makatibu wa kanda wamewasimamisha kazi, wanawadai mamilioni ya fedha. Utalipa pensheni wakati katibu tu umeshindwa kumlipa? Narudia, asitamani mambo makubwa wakati madogo wamewashinda ya kuwalipa. Makatibu wa kanda tu wanawadai fedha, utalipa pensheni wewe? Ndugu zangu wa Tanzania, tuna maajabu si 7 si mangapi. Hili nalo ni ajabu lingine alilolileta John Heche, kwamba kila Mtanzania bodaboda atalipwa pensheni. Nani atalipwa pensheni? Makatibu wa kanda 8 tu wamekushinda. Watu 8 wamekushinda kulipa, wewe ulipe pensheni? CCM oye! Kwa hiyo tuamke wa Tanzania. Mkoa wa Kagera hatuna mengi zaidi ya kukuomba utufikishie salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mema mengi ambayo ametufanyia. Tunamshukuru sana. Kwa uchache wake, miradi imetajwa na waheshimiwa wabunge wetu. Wametaja miradi inayotekelezwa Bukoba vijijini na miradi inayotekelezwa manispaa. Lakini iko miradi mingi inayotekelezwa mkoa mzima ambayo hata hapa hukuisikia. Lakini itoshe kwetu kusema tunamshukuru sana Daktari Samia kwa kututendea miujiza. Hakika mambo aliyoyafanya hayajawahi kufanyika Kagera tangu tupate uhuru. Katika kipindi kifupi cha utawala wake ametujengea shule mpya za msingi 44 na shule mpya za sekondari 43, lakini shule mpya za ufundi 8 na 1 kubwa ya kimkoa. Kwa mara ya kwanza mkoa wa Kagera nchi, lakini Bukoba mjini tunashuhudia utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati ya kimageuzi ambayo haijawahi kutokea Bukoba mjini, iliyoshindikana miaka yote. Lakini kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, soko linakuja kujengwa, stendi kubwa inakuja kujengwa, ndogo inakaribia kukamilika, kingo za mto Kanoni zinakaribia kujengwa, lakini barabara zaidi ya kilomita 10 katikati ya mji zinaelekea kujengwa. Usichague CCM unataka nini? CCM oye! Na kwenye hili nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuongoza vema. Ndugu zetu wamekubali kuhama kwenye eneo la soko hili kutoka kwenye sakafu ya moyo wangu. Na washukuru sana wafanyabiashara wa sokoni kwa kutoa ushirikiano wao na kupisha lile eneo liweze kujengwa bila kugombana na mtu, bila kupigana na mtu. Akaliobusha omunua, tumeshawishiana pale, tumeelezana, wametuelewa, wametupa nafasi ya kufanya hiyo kazi. Lakini kubwa ni kutoe hofu na shaka kwa wale wote wanaopita humu wakimsema Daktari Samia. Kwa Kagera wamewapata aibu, kwani wao wageni walikuwa ni wengi kuliko wasikilizaji wenyeji. Walifika Karagwe kwetu, walikuwa wana wenyeji 13, wao walikuwa 36.
Sasa hatukujua nani anahutubia wenzao. Wakagusa sehemu ambazo hawakufanyia research. Wakawaambia wakulima wa kahawa, Mama Samia ameshindwa kuwaletea bei ya kahawa. Kweli bei hii na bei ya 500 ni sawa? Walipata aibu Karagwe. Tulipomaliza tukarudi vijiweni, tuliona wao saizi hawana dira wala sera ya kuongoza nchi tena. Tumeamua kuwatupilia mbali, tunakwenda na Daktari Samia Suluhu Hassan. Samia we! Mtazamaji, endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii kwa taarifa za kina zenye kuangazia ziara hii mwanzo hadi mwisho. Hii ni News Update Media.